Ndugu zangu, yameelezwa mengi, mimi naomba nijazie tu. Muungano wa Jamhuri ya Tanganyika na muungano wa Zanzibar, wameyasema makada vizuri, lakini waasisi hawa wawili walipokuwa wameanzisha muungano huu walikuwa na maana. Ndugu zangu, vijana nyinyi bado ni wadogo, sisi tunakumbuka nchi hizi mbili. Zanzibar ilitawaliwa na Waarabu, usultani ndio ulikuwepo Zanzibar. Hivi ukiungana na jirani yako wewe nyumba hii, ua huu, mwambie bwana, tunajenga ua wetu wa pamoja, lakini tusiweke nini, hivi kuna ubaya? Nauliza nani, kuna ubaya? Sasa kitu gani ambacho kinafanya sisi tumeungana, watu wengine wanahoji? Lakini ndugu zangu, umri wetu sisi hatukujaliwa kuhoji, kwa sababu tulikuwa tunajua Mungu alitupa maarifa. Nitakuja huku mbele, nitakuja kuambia Mungu ametupa maarifa ya kujua, na muombe Mungu siku zote akupe maarifa ya kujua hili baya, hili zuri. Ukishindwa kujua hili baya, hili zuri, ndugu yangu, maisha yako hayatakuwa mema hata siku moja. Jambo la faragha utalifanya nje, neno la faragha utalitoa nje. CCM oyee! Aluta continue. Hii ndiyo maana ya muungano. Huu ndiyo maana ya muungano. Kwanza tuliweka mbele usalama wa nchi yetu, sio jingine. Na Mwalimu alikadiria miaka 100 inayokuja. Sasa leo watu wanakaa wanabeza muungano, huyu anakwambia hivi, huyu anakwambia hivi, huyu anakwambia hivi. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya duniani ambacho hakiwezi kumweka binadamu na amani kama pesa, maokoto. Pesa ilisababisha Nabii Isa ibn Maryam kuteswa na watu kwa sababu ya pesa. Lakini kwa hekima ambazo Nabii Isa alipewa na Mungu, alienda akapiga magoti pale pembeni, akamwambia Mungu, Eloi, 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 lama sabakani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Ndugu zangu, nilitaka niwaambie haya, na vijana kwa sababu mpo, nilitaka niwakumbushe haya maneno.
Tumefikia wakati sisi sasa, tumefikia wakati Waislamu tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini kuna watu hawasemi hivyo, hawamwabudu Mungu, wanaabudu watu wenye pesa. Mwenye pesa akikwambia inama, we unainama jamaa na kufanya anachotaka. Si wamesema pale, wamepresent, kwani mimi? Sio mimi, wamepresenti pale. Pesa inakuinamisha, pesa inakudhalilisha. Mimi ambaye sina pesa nikitokea sina thamani. Ndugu zangu, vijana wangu, nimeona niwaambie maneno haya ni mazito, lakini kwenye jambo kama hili ndio maana tuna nania wazazi, nia yetu sisi ni kuwafundisha kujua. Ndugu Mwenyekiti, lakini pia tukatumia fursa hii kutaka kuwaeleza vijana wetu hawa, watakapomaliza mitihani watakuwepo mtaani kwa muda, basi watakapokuwepo kule wahakikishe nao wanaungana na wenzao katika kuchunga amani, lakini pia kuwa na imani ya matokeo mazuri na kuwa wataendelea na shule, lakini pia kuepuka mambo ya ovyo kutokana na mmomonyoko wa maadili uliokuwepo katika nchi yetu. Sije mkaenda kujidanganya, mkaanza kwenda kutafuta vijio vya kubeti kule mitaani. Brother, there is no easy money. Hakuna pesa rahisi. Msiende kudanganyana, mtapoteza taaluma zenu na uwezo wenu na akili zenu nyingi alizowajalia Mwenyezi Mungu. Kati yenu kuna mawaziri, kuna maraisi, kuna wabunge, kuna madiwani, kuna makatibu wakuu na viongozi mbalimbali wa nchi wa kesho. Katika mikoa mitano ambayo imeharibika, Tanga imo na ipo kwenye 5 bora. Mtanisaisha kama nitakuwa sipo sahihi. Lakini kata za Mwanzange, Tangasisi, Nguvumali, Mzizima na nyingine, lakini hizo nilizozitaja kwa maeneo kama ya Mwakidila, Gofu Juu, eneo la Mwanzange B, Bukoba na kwenda maeneo mengine ya Mzizima, hayo ni maeneo yanayoongoza kuwa na matukio haya, ikiwepo na Pongwe. Mtoto wa kiume ambaye tayari kashaharibika, hatuna baba, hatuna nguvu kazi, na tayari tukijua taifa letu tumeliweka reani. Vijana wetu hawamjui Mungu. Kijana kushika panga na kumchinja mama yake, dada yake ama ndugu yake ni jambo la kawaida. Leo tumezungumzia maadili hapa, tumetaja kila kitu, lakini tumesahau Tanga kuna tukio ya vijana kutembea na bodaboda kuwadhuru watu. Uongo kweli? Ni vijana ambao ni kuanzia darasa la 6 mpaka form 3. Wanatembea na silaha, wanatukaba, wanatuchinja kwetu, kwa sababu wale wanaofanya matukio wanatoka kwenye nyumba zetu. Lakini ndugu Msei kasema hali halisi ilivyo kwa namna ya hawa vijana wanaoharibiwa. Tujiulize hawa vijana sababu hizi. Tumesema malezi ya wazee, hofu ya Mungu, lakini cha pili ni fashion. Wadogo zangu, ndugu zangu, achaneni kwenda na fashion, chagueni fashion. Sio kila fashion ya Diamond wewe unatakiwa uchukue. Sio kila fashion ya Harmonize na wewe uchukue. Harmonize katoboa pua. Kwa sisi utamaduni wa pwani, mtoto wa kiume akitoboa pua inaashiria nini? Diamond kataga masikio yote mawili, la kushoto na la kulia. Kwa sisi hapa Tanga ukitoga moja tu tunakuchukulia ni nini? Mtoto wa kiume unatembea suruali iko chini ya makalio, unatuuzia nini? Wenyewe unaona unakwenda na wakati. Mtoto wa kiume unatoka unaita vinjuga, pensi iko juu ya magoti inaonyesha mapaja. Mtoto wa Kiislamu unatakiwa msikitini uende na nguo iliyovuka magoti ndio uweze kufanya ibada. Unamkuta mtoto wa Kiislamu anaitwa Jafari,
Abdallah Muhammad ametoka na kipensi kiko juu ya magoti, tena kimembana. Yaani dada yake anavyotembea ndio kama yeye anavyotembea. Hao wadogo zetu wana tamaa ya kufikia mambo ambayo bado wakati wake ama uwezo wao hawana. Mimi kwetu uwezo wa kumiliki simu ya 300,000 sina, hata kitochi tabu, lakini namtamani mtoto ambaye kwao wana uwezo wa kumiliki iPad kubwa na kila kitu. Nitakipata vipi? Ndipo pale mtoto wa kiume unapoitwa, unaambiwa nakupa simu, nakupa laptop na chochote unachotaka, lakini mimi nahitaji kitu fulani kutoka kwako. Tamaa zikikuongoza, huna hofu ya Mungu, umetoka kwenye malezi mabaya, lazima tupate tu mwanaume wa ovyo. Mheshimiwa Rais, baada ya matukio ya kabla na baada ya uchaguzi, Mheshimiwa Rais aliunda tume, kwa sababu rais wetu ni msikivu na anapenda umoja wa kitaifa. Tume ambayo ilienda kuchunguza matukio yale. Tume ile ikaleta majibu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kila mtu kasikia uhalisia na ukweli. Sasa niwaombe vijana wenzangu, msichukulie ile kama movie. Leo mpo shule, kesho mtarudi mtaani, na nyinyi mtaingia kwenye makundi kama yale. Muwe wazalendo wa taifa lenu. Kuna mkufunzi kazungumza hapa, kuvuruga amani ya nchi yako usijiangalie wewe, muangalie mama nyumbani mwenye miaka 60, muangalie mdogo wako, muangalie dada mjamzito, lakini muangalie babu. Utakapovuruga amani hii, utakuwa umeivuruga nchi hii, na nakwambia yaliyotokea Rwanda mwaka 94 mpaka leo bado yana athari. Nendeni mkawe mabalozi wazuri wa kulinda amani ya nchi hii. Mwisho niseme, sisi CCM wilaya ya Tanga tunaunga mkono majibu ya ripoti ya tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.